Karibuni ndugu watazamaji, niliopo mbele yenu hapa ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Tunaendelea na vipindi mbalimbali kama nilivyokwisha kuambia. Tupo kwa ajili ya kuelimishana na tupo kwa ajili ya kupatiana tiba na tupo kwa ajili ya kujua ni jinsi gani kujitoa katika changamoto zinazotukabili kila siku katika maisha yetu. Kwa hiyo unapokutana na changamoto zozote zile katika maisha, usikwame ukaona kwamba ndio tayari umeshakwama, hauwezi ukajitoa katika hizo changamoto. Kuna namna mbalimbali za kujitoa katika changamoto hizo. Kwa hiyo usikate tamaa kwamba mimi ndio mwisho wa matatizo haya, ndio mwisho, ndio basi tena. Hapana. Kuna watu waliopewa karama na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwasaidieni, kwa ajili ya kuwatoa katika hizo changamoto. Kwa hiyo mimi Dr. Chikaramoto niko hapa mbele yenu. Usisite muda wowote na dakika yote kuweza kunipigia simu na kuweza kukusaidia ili kukupa ushauri wa kujitoa kwenye hizo changamoto. Siku ya leo ningependa niongelee katika engo ya wanaume sana. Na kitu gani ningependa kuongelea siku wanaume? Tiba ya leo ambayo nataka niwape. Kwa sababu kumekuwa na changamoto, kuna kitu kinachoitwa nguvu za kiume. Nguvu za kiume ni nini? Ni mtu kuweza kutokuwa na uwezo wa kuweza kumtosheleza mwanamke au mpenzi wake katika tendo la ndoa. Hiyo ndio kinachoitwa upungufu wa nguvu za kiume. Kwa sasa hivi kuna changamoto nyingi sana zinazosababishwa haya mambo yatokee. Sasa hivi kuna changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha haya mambo yatokee. Kuna vyakula, kuna msongo wa mawazo, kuna vitu vingi, kuna matego. Sisi tunaita matego. Watu ukisema matego ina maana mtu ambaye unalogwa. Unalogwaje sasa? Kuna watu wanaweza kuwa ukawa unatembea na mwanamke ambaye amewekewa tego. Ukatembea na mwanamke ambaye amefanyiwa mambo ya kishiriki. Sasa wewe utakapoenda kufanya naye kile tendo la ndoa, ina maana tayari inakuathiri. Unapungua nguvu za kiume, na si kupungua nguvu tu za kiume, unakuta hata ule uume unasinyaa, hata ule uume unakuwa mdogo. Kwa hiyo unakuwa si mtu thabiti wa kuweza kumridhisha mwenza wako au mwanamke yule ambaye anahitaji wewe umridhishe. Kwa hiyo ndugu zanguni, haya maradhi yote tuyaache mbali, kwa sababu huwezi ukajijua kwamba unaweza ukapatana na changamoto gani katika hili jambo. Kwa hiyo hizo changamoto mimi sitaki kuzizungumzia, kwa sababu wanadamu tunaishi ili kukutana na changamoto, na hizo changamoto inabidi tuzitatue, tujitoke kwenye hizo changamoto. Sasa mimi ninachotaka kukufundisha siku ya leo ni elimu ndogo ya kuweza kujitoa katika hizo changamoto. Usiwe mdhaifu, usiweze kusononeka kwamba mimi siwezi. Usiweze kushindwa kumridhisha mwenzako kwa sababu ya maradhi, kwa sababu ya matego. Hapana. Unaweza ukafanya haya ninayokuelekeza, hili ninalokuelekeza, ukaweza ukajikomboa kutoka kwenye hizo changamoto. Kitu cha kwanza cha kufanya, tiba ninayokupa, dawa ninayokupa wewe ambao unatakiwa kuifanya saizi, ni dawa ndogo sana. Na kama utashindwa kuipata, unaweza ukanitafuta nikakuelekeza hiyo dawa utaipataje. Kitu cha kwanza wewe unachotakiwa kukitafuta, unaweza ukatafuta mchi wa kinu. Mchi ni nini? Ule mtwangio ule ambao wakina mama hutumia kutwanga kwenye vyakula, ule mchi. Ukisha upata ule mchi, kwangua ule uchafu wa ule mchi. Yani kwangua, yani ule unga ule, kwangua ule unga wa kwenye ule mchi. Kisha kwangua ule mchi, tafuta kitu kinachoitwa uume wa fisi. Nafikiri mnanielewa ninachokizungumza. Uume wa fisi. Wewe si huo uume wako, lakini sasa kuna mnyama anaitwa fisi. Inatakiwa upate ule uume wake. Ukishapata ule uume wa fisi na ule unga wa mche ule wa mtwangio ule uliokwangua, vichanganye pamoja. Kisha vichanganya pamoja, vichome upate ule unga, au unaweza kusaga ukapatikana ule unga. Kisha patikana ule unga, unaweza ukapata sasa na mafuta ya ndimu au
mafuta ya ndimu au mafuta ya nyonyo. Ukishapata hivyo vitu, ina maana kwamba unachanganya tena na ule mchanganyiko ambao ni ume wa fisi uliousaga, alafu na unga ule wa ule mtwangio ambao umeusaga, unachanganya pamoja na yale mafuta. Kisha changanya pamoja yale mafuta, unachanja chini mgongoni, kwenye uti wa mgongo unachanja, alafu na hapa mbele kwenye kinena hapa unachanja chale 3, alafu na humu pembeni hapa na hapa unachanja chale 3. Ukisha chanja chale 3 zile, unachukua ule mchanganyiko wa ule unga unapaka zile sehemu ambazo umechanja. Kisha paka, unachukua yale mafuta yaliyobaki na ule unga mwingine unaobaki, mchanganyiko wake unakuwa kama vile unajichua ule uume wako, unauchua. Yani unapouchua ile mishipa inaimarika. Chua ndani ya siku 7, unaimarisha ile mishipa, inakuwa mishipa shababu, unakuwa mishipa imara, inakuwa ni mishipa ambayo inarudi kwenye ubora wake, inarudi kwenye nguvu zake. Ina maana sasa hata unaweza ukakutana na mwanamke kwa kiwango gani, ina maana ile mishipa inakuwa umeshaitoa kwenye ile tego lililotegwa. Kama ni mishipa ambayo imedhoofika kutokana na chakula, kuna dawa ambayo utakuelekeza ya kunywa. Unaweza ukanipigia simu, nitakwambia kuna dawa ambayo ya kunywa. Lakini kama ni tego linaloitwa tego, au kama ni vitu vinavyosababishwa labda na mafuta fulani yaliyojaa sehemu za uume au sehemu za kinena au sehemu za mgongo, basi zitaisha, zitayeyuka. Basi wewe utarudi kwenye hali zako, utarudi kwenye ile hali ambayo utakuwa bora. Kwa hiyo hutakuwa dhaifu, hutasononeka tena. Nimewapa tiba ndogo hiyo wanaume ambao kila siku nguvu za kiume, kila siku sijui nini. Jitibie hivyo ili uweze ukanipigia simu ukaniambia, dokta, nimeimarika sasa. Siku ya leo naomba niishie hapa ndugu zanguni. Siku ya leo nimewapa hiyo tiba ndogo. Endeleeni kunifuatilia kwa namba ya simu ya 0784994048. Nipigie simu pale ambapo utakuwa hujanielewa vizuri, ili niweze kukuelewesha kwa uzuri na kwa usahihi zaidi. Endeleeni vile vile kusubscribe hii channel yetu ili uweze kupata elimu zaidi, uweze kufaidika wewe na kufaidisha watu wengine. Asanteni sana na karibuni sana.